Kwa hiyo leo ni tunaenda Nairobi, kesho tunarudi. For the first time kwenye maisha yangu ndo naingia Kenya. Hoteli tunayokaa ni hoteli ya Ruto, sio? Aisho Speed alivyokuja ndo hapa walitua. Alafu hata airport yenyewe sio nzuri kuliko hivi hiyo ya Kenya. Jamani, sio lazima kila mtu apande ndege. Ule mpaka yani upasuke. Sasa ugali ukija si ushamaliza hiyo jaba babu. Hiki ndio chakula chenyewe. Lakini mimi nikiona chakula kukibakisha inakuwa ngumu. Kumuita mhudumu, upigi kelele ndani ya ndege. Zanzibar tuna bahari. Acheni masiara yani. Alafu nimsikie mtu anasema sijui ushamba sijui nini. Kuwa free, mtu ukisafiri ukiona kitu nyumbani hujakiona, hata kama mtu mwingine kwao anacho, we enjoy kwa wakati wako. Ipo airport ya Zanzibar. Vlog ya leo inaenda kuwa very special kwa sababu in case mnamjua ni Ali Jape, in case hamumjui, he's my brother. Amekuja na crazy idea yake ambayo anataka aende kufanya activity 3. Yani afanye activity Kenya, afanye activity Tanzania yani bara, alafu afanye na activity Zanzibar ndani ya siku moja. Kwa hiyo hapa leo tuko airport, tunachukua flight kutoka Zanzibar tunaenda zetu Nairobi. Alafu hiyo video anayotaka kufanya manake itaanzia huko kurudia huko. Kwa hiyo leo ni tunaenda Nairobi, kesho tunarudi. Nachonifanya nicheke ni kwamba tunatumia hizi flight yani za ndani, ambayo watu wengi mara nyingi wana complain hayaendi na muda, vitu haviendi sawa. Kwa hiyo you can imagine kwamba mwenyewe anavyosema akafanya research, hizo pesa alizo invest katika hiyo trip, it's a lot of money. Sijui kiasi gani roughly, lakini najua haipungui chini ya milioni pengine 5-6, sina uhakika. Tumeshaingia ndani hapa, tunasubiria kwenda kucheck in. Ndege tunayoichukua ni Flight Link. First time nakumbuka nilitravel na body spray kwenye mkoba kama huu wa nyuma bwana, nikaambiwa niache kwa sababu imezidi 100 mils kitu kama hivyo. Kwa hiyo ili kuavoid lawama ndogo ndogo, unajua Tanzania sio ushanunua kitu chako kizuri una kimind ya chari nini, alafu umekitia unagomewa, inakuja kuwa stress. The reason amechukua hii Flight Link kwa sababu ndio ndege ambayo imeweza yani kumconnect na hisi kwenye trip yake, yani trip nzima hiyo anayotaka kufanya, ndege zote ambazo watapanda kutoka sehemu moja kwenda nyingine itakuwa ni shirika hilo hilo. Kwa hiyo nahisi kwa sababu ya urahisi na convenience na mambo ya muda inavyoonekana, ndio maana ameamua kuichagua hiyo. Na utofauti mwingine sasa, sisi tukiwa tunasubiria ndege tuna scroll TikTok, sijui tuna chat na nini, yani hawa most of them wanasoma vitabu, yani wengi like wanasoma kitu. Sio, sina wasiwasi. Mimi na enjoy tu. So kama yani nafanya kwamba yani ndo mtakuwa na nini ya vijana nafanya, unafanya kitu ili mradi ujihakikishie kwamba bwana hichi uwe sure kwamba bwana hichi kinawezekana au kiwezekana. Kwa hiyo mwisho kikiwezekana sawa, hakijawezekana expectations zote upo nazo. Usiamue tu kufanya vitu. Wewe ukifanya kitu, fanya kile ulichokuwa una uwezo nacho. Usije ukajiforce kufanya kitu ambacho una uwezo nacho. Umeona? Kwa hiyo yani kuna muda mwingine unajua lazima ufanye vitu ambavyo viko fulfilling. Umeona kwamba unajisikia kwamba kweli bwana mimi nimeamua kufanya kitu fulani. Kama una uwezo wa kufanya kifanye. Usisubiri kuja kutoa ushahidi. Tumesha board kwenye flight yetu. Hapa tunasubiria mida ifike tupate kuondoka. Nje nimeona logo ya kampuni yangu pendwa ya mafuta nayo yatia kwenye DV Puma bwana. Labda iwe mafuta yamenishia sehemu ambayo haipo karibu, sema kule ipo moja tu, kwa hiyo inakuwa kipengele lakini fresh. Bismillahirrahmanirrahim. Zanzibar tuna bahari. Acheni masiara. Yani Zanzibar tuna, si unaona sijui ile blue na ile sijui kama soboti ya Kilimanjaro kile kiduchu. Mzee wa challenge yupo. Anasafiri kuelekea Singapore. Itakuwa mara yake ya kwanza kupanda ndege. Amrish Kapoor atapata kuonana kwa mara ya kwanza kabisa. Yani sijui nitakujaje kuaminisha watu kwa sina pesa, kwa sababu serikali Ijumaa unaenda Nairobi, Jumamosi umerudi zetu. Kwa bwana nimekutana na menyu mundani.
ya vinywaji 3,000, maji chai 5,000, kofi 4,000, korosho au biskuti. So far kuhusu muda tunaenda vizuri, manake si mnamwona jamaa alivyo relax, kwa sababu hapa the reason tunaenda leo Nairobi, anataka kucheki muda, je ndege zinaenda sawa ili kesho isije kaja kuwa majanga, lakini naona so far amefurahi, kila kitu kinaenda on time. Skuli tumesomeshwa joto kali linatoa mvuke, mvuke unaenda juu, mvuke unakaa, unakusanya maji, ndo mawingu yanakuwa meusi. Maji yakiwa yameshindwa kuzuiwa na mawingu kutokana na uzito wake, ndo mvua inaanza kunyesha. Mvua iko chini tu, unajua mvua ikinyesha inanyesha chini, yani kwenye kwanza hayo mawingu kwenda chini. Kwa hiyo juu hamna mvua. Kwa hiyo si kwenye ndege hatupati mvua ikinyesha, labda vile videge vidogo, kwa sababu vile vinapita humo kwenye ndani ya mawingu, chini ya mawingu kidogo. Hizi anga ziko tofauti kweli, lakini kunyeshiana ni mvua. Ina make sense kwa mvua inatoka kwenye mawingu kwenda chini, mvua inanyesha ili ishuke duniani, unanifahamu, wanapoishi watu, ili mradi umeona mimea ipate kwa watu wapate maji, unanifahamu. Sasa ukujui inanyeshea nani? Mfano yani kama ndio imenyesha ukujui sasa wewe kwenye la maji sio tutafika chini kweli? Hawezi kufika dawa chai inaitwa karak chai, popular India hii. So korosho zile mnazonunua darajani, unaona kwenye supermarket unapata. Huyu katoa ushuhuda wa korosho nzuri na chai, karak chai. Sasa hivi tunaenda kutua zetu Kilimanjaro. Kilimanjaro wamesema tunasubiria dakika 20-30, yani wanaoshuka wanashuka, bado wanaoingia wanaingia, alafu ndo tunanyosha zetu kwenda Nairobi. Kwa kule mnauona mlima Kilimanjaro ule kule kwa mbali pale, kuna taa mbili zimewaka. Taa moja ni ya kuruhusu kuvuta sigara, alafu taa moja ni ya kufunga mkanda. Kwa hiyo hizi taa zikiwaka, maana yake ndio unatakiwa ufunge mkanda, na ile ya sigara ikiwa on, maana yake hutakiwi kuvuta. Mfano hapa umeona hichi kitaka kumuita mhudumu, upigi kelele ndani ya ndege, unabonyeza hichi hapa unawasha taa, umeona taa inawaka. Na hichi pia taa, lakini taa hiyo hapo yako wewe. Kwa hiyo kila mtu ana taa yake. Hizi AC sema hela inamtakatisha jamaa sana. These guys, yani huyu hata si jamaa wana, yani mara nyingi, yani kitu ninachojifunza kwao sana, ukiachana mambo mengine, ni kwamba you need to accept, to learn from other people. Upende watu wengine wanachofanya, wakifanya kitu kizuri ujifunze kutoka kwao, haijalishi wapo chini au wapo juu. Tupo katikati ya mawingu kwa sababu ndo tunaenda chini. Kwa hiyo kama mvua ikipiga mvua hapo, lazima uhisi kwamba mvua hapa inapiga, kwa sababu ndo inatoka kwa juu hapo, sio ipo hapa. Yani hapa kama ndo kuna mvua hapa, mzigo na uhisi hapa, wewe unatoka hapa kwenda huko chini. Mawingu yashajifanyia ile nini, condensation, ndo kuna precipitation, kuna condensation, alafu perception alafu kuna sijui evaporization. Evaporization ndo kutoa ile ujoto kupanda juu kama sikosei, alafu evaporization au evaporation, no evaporation ndo hiyo ya kuleta. The water reach 100 degrees centigrade, the water evaporates. Umesoma. In case mkija mkiona hii vlog, mjue kuwa siku ambayo nilikuwa nikiifanya ilikuwa ni siku ambayo namalizia kuedit vlog yenu ya Bazaar ya Dar. Kwa hiyo kama in case kuna mtu hajaiona vlog hii, basi airudia akacheki. Itakuwa ni Bazaar ya Dar es Salaam, masoko yenu ya kishua. Tumeamua tuwafanyie mipango nayo muipate. Kwa hiyo video hii niliedit wakati nipo kwenye ndege, sijaedit ndani ofisini wala mtaani. For the first time kwenye maisha yangu ndo naingia Kenya. Okay, nimeiona. Sijawahi kuja Kenya, in case sijawahi kuambia. Mimi huwa napenda kusafiri sehemu za mbali, kwa sababu sehemu za karibu najua itatokea siku nitafika tu. Yani hata nikijiamulia kesho nataka kutoka kuenda naenda. Okay.
So tumearrive, lakini kabla ya kuingia pale kwenye migration unatakiwa uje kuscan hapa upate internet, alafu hiyo internet ndo inakupa access ya kuweza login kwa ajili ya kuangalia Ebola, so Ebola checking, kitu kama hivyo. So mimi nisha scan tayari, nishapata document yangu na PDF yangu ambayo ni hii hapo. Kwa hiyo hapo sasa hivi ni kwenda kupita pale kwenye migration kwa ajili ya kuingia ndani. Okay, tumeshapita kwenye migration, sasa ni muda wa kuingia ndani. Hapa si mnaona view ya kwa nje ya airport. It's big. Arrival wanaowasili. Hello Kenya. I'm here for you, for my people. Kwa Kiswahili wanasema nipo hapa kwa ajili yenu, kwa ajili ya watu wangu. Tumesha check in tayari hoteli. Sasa hivi tunatoka on time, tunaenda kucheki msosi nje. Alafu badala hapo kuna restaurant imeandikwa sijui inauzwa vitu kama ugali, sijui sukuma wiki nini, kwa hiyo tunataka kujaribu vitu vya Kikenya vya mtaani. And then tukitoka hapo elevator hapo and then ndio tunanukia. Alafu tukitoka hapo tunaweza tukapita, sijajua kama Giraffe Center au kama tukiwahi hatujawahi tutaona hapo. Lakini hoteli tunayokaa ni hoteli ya Ruto, sio? Ya William Ruto, rais wa Kenya, inaitwa Weston Hotel. Ipo pembeni ya airport. Kwa hiyo sisi tumetua Jomo Kenyatta, lakini tumekuja kukaa hapo Weston Hotel kwa sababu kesho itakuwa rahisi kuanza na hizo ruti. Tutoke kwa miguu. Hii ndo outside view ya hoteli. Inaitwa Carnivore Restaurant, kitu kama hivyo kama sikosei. Alafu sijajua sauti itakuwa vipi mara hii, pengine ina tune au sijui inakaa vipi, lakini sijataka kuchukua simu kwa sababu unajua simu ukikamata, alafu huku jiji la watu, jiji lenyewe Nairobi. Kwa hiyo nimechukua hii Action 5 Pro kwa sababu unaweza kuihold tu vizuri bila matatizo. Daladala hizi za Kenya sijajua zipo na staili gani, lakini kama zimeng'arishwa au sijui ndo zimefanywa kitu gani, but subiri tuingie kwenye kigari chetu Kibolt tuelekee katika sehemu ya kula kwanza. Kiufupi wa Kenya ndo kama Waswizi, wanaoelewa Wajerumani lakini Wajerumani hawaelewi Waswizi wakijiamulia. Okay, Kisheng. Lakini wao wamesema kupata hapo, umesema starehe. Starehe ni mara mingi. Starehe yake ni kwa gari kama kwa game time kama ile. Okay. Kwa hiyo unaweza ukawa, yani huwezi kusema ukienda kupati ni unaenda yani labda uspecify. Starehe inaweza kuwa yoyote, kukaa tu kwenye garden, lakini ukitaka kupati lazima uspecify kwa unataka starehe yako. Okay. Na wageni wengi wanakuja kula hapa okay, sasa ndo nimeelewa kwa nini msosi laki nzima. Okay. Hapa tourist wanapenda sana kuja hapa. Au kwa shua huko. Unaona huko hizi ni tourist vehicle zote. Kiufupi kama upo Zanzibar umejipeleka zako pengine maeneo kama Cape Town, 60 degrees beach house, na kama uko Dar, kama umeenda kula zako pengine Hyatt Regency na hizi design za vitu kama hivyo. Sasa utapata game food. Hiyo mamba pia utapata nyama yake. Sasa mamba yani ya mamba wanauzwa kweli serious au unatutania tu? Sikutani. Ingine utaona. Mamba any animal unataka kukula utakula hapa. Ni tamu. Jisifu kwa watu wako kwamba yani wewe ndio unakula, yani hapa nakula chakula ninachokijua. Hapa ninalipia. Ule mpaka yani
yani upasuke unapotaka, alafu tena nyama tu, yani unachotaka tutalipa, sio kesi. Ule waone kweli unao bavu. Au inakuwa mnaenda visahani mnatiliwa kidude cha hivi, tena ule sahani 6 ndio onekane unakula. Okay, so tumekuja kwa ajili ya lunch, lakini buffet imeshafungwa na ya dinner iko full reserve, lakini hapa ndo wanafanya barbecue yao. Hizo nyama sijui za mamba, za kenge, za nani sijajua. Nilimsikia mamba tu, mnyama wa ajabu. Ndo zipo pale. So actually tunaenda kutazama a la carte menu, na hisi ni menu ambayo unaweza kuchagua kitu ndani alafu utengenezewe au ufanyiwe. Nyama nusu kilo, it's a lot baba. Wewe umalizi nusu kilo peke yako? Mimi namaliza nusu kilo peke yako. Sijawahi kujaribu, lakini mimi nikiona chakula kukibakisha inakuwa ngumu. Yaani sijawahi kula nusu kilo, lakini kwamba ikiwepo hiyo nusu kilo sidhani kama inabakia. Shoti jamaa kafurahi. Mr. Alex amefurahi kaona Listen, bring quarter kilo for me. Beef and chicken mix. Okay, for him bring quarter kilo beef and chicken mix. One ugali because it's already included. And then bring kachumbari moja. Ushanifahamu? Kachumbari as well as, do you have any sauce or there is no any sauce? We are going to come with some barbecue sauce, garlic sauce and chili sauce on the table. Ndio nyama imeletwa hapa, unatakiwa ugeuze kidogo ipate kuiva ili upate kula. Sasa mimi yangu haichemki. Wewe ndio ushapigwa tena leo. Wewe ushakupiga leo basi. Kitu moto. Utaweza kula kwanza? Jichanganye tie hiyo uone. Sio ya moto. Kawaida. Hujaenda shughulini? Kwenye shughuli zile. Unakuta mzee biriani sijui pilau inafuka moshi. Hapo mzee mpo kama watu 6 hivi. Mzigo lazima upumulie kwenye mdomo hivi, kutoa moshi utoke hivi. Wanasema lazima uwe na mdomo freezer. Kama unajua hivi vitu wewe haukuwa wakishua. Sasa ugali ukija si ushamaliza hiyo nyama baba? Hiki ndio chakula chenyewe, ugali side dish. Okay. Hii ni side dish. Yaani ugali wali ni vyakula vya pembeni. Chakula chenyewe ni kitoleo. Sasa ukienda sisi ukienda restaurant unasema bwana nitilie wali wa kushiba. Sasa kama huku ukienda kula umeona kila, yani mfano ukienda in the western world kwa watu wa magharibi, nchi za Ulaya, yani chakula chenyewe sio ule wali, yani main course, chakula chenyewe kinakula ile kitoweleo, ndio chakula chenyewe. Kwa yani ile chakula cha pembeni, ndio maana unakuta kwa wenzetu unakuta unaletewa samaki mkubwa alafu unaletewa wali kwenye kikombe cha kahawa kile kidogo kile, au kibakuli kiduchu unatiliwa wali, ndio unaekiwa. Sasa wewe ukienda wote unaona kama vile wanakutania, lakini in reality vile ndio inavyotakiwa kuwa, yani ndio watu wanapokula. Lakini hata mie mwenyewe nakula pia hivyo hivyo, mtaweza ukala wali mwingi na kitoweo kidogo, si unajua economy pia bwana. Jamaa ndio hapa anawapiga, alafu baada inaitwa kama panya, anawatafuna alafu anawapulisha. Ndio anachokifanya huyu jamaa hapa. One moda ugali hapa. Umangu mie na kisu huko wapi? Hapa. Okay, mimi nasubiria ugali uje. Nikila nimekula kwa pamoja. Sitaki basiara ya kuwa nianze kula sina hakika kiwango cha ugali kipoje, kwa sababu mimi najua sasa nyama nusu mimi namaliza, eti kama nyama robo ndo hii. Tulikuwa tu tumeingia wasiwasi, umeisi nyingi. Kwa hiyo bwana, nimeamua leo kwenye vlogi bora niwaekee na live ya TikTok, kwa sababu siwezi kuwarekodia all the time nikiwa nakula. Nimeona niwaekee live ya TikTok ili tuwepo pamoja wakati nakula. Watakaobahatika, waliokuwa hawajabahatika kwenye vlog watakiona tu chakula, alafu tutaonana kwenye step nyingine. Wenyewe wanasema ugali Ijumaa, lakini Kenya so Zanzibar. Kwa hiyo Zanzibar ndo inakuwa biriani, huku wamesema Ijumaa chakula chao kinakuwa ndo special hichi. Zanzibar inakuwa biriani au pilau. Kwa hiyo huo ndo tofauti. Simu korada.
Sasa tumeshamaliza kula, restaurant ndio inaitwa Carnivore Nairobi, Kenya, lakini sasa hapa tuna ka story kadogo bwana. Tulivyotoka hoteli tuliweka story Insta kwa bwana, yani tupo Nairobi. Kwa hiyo this guy bwana, kuna jamaa, hem tuambie story yako na jamaa imekuwaje? Wakija watamuona jamaa wa taxi, imekuwaje akatokea? Actually so taxi ana gari yake. Mmeposti tu, mmeposti Nairobi for the day, jamaa ka respond akakwambia kuwa yupo. Akakwambia bwana Nairobi upo. Akaniambia kama unataka usafiri niambie. Mimi nipo hapa, naishi hapa. Nikamwambia bwana, kwa hiyo una taxi au vipi? Kwa sababu mimi nimetaka pengine labda kama ana taxi tumsupport tuzunguke around. Lakini nafikiria pengine yeye mwenyewe alikuwa free, yupo around. Kwa hiyo akasema bwana, mimi kama wewe upo around niambie, mimi nitakuja fresh. Kwa hiyo naona jamaa chapu tu kama dakika 20 nusu saa kafika hapa. Na si ilikuwa tunakula, kwa hiyo actually mpaka tumemaliza kula bwana akawa ameshafika. Unataka kuwepo kwenye video? Hutaki? Haya basi, hataki kuwepo kwenye video. Kwa hiyo bwana, sasa tunaenda kuzunguka naye. By the way, chakula tumelipa kama sikosei pesa za Kenya sijui 5500 au 6000 kitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa kadi tu, lakini hamna haja ya kuranda na ma cash. Huku unalipa tu online, una swipe, mzigo umeisha. Ngoja nikuoneshe. Eti mshikaji mrefu hata kidogo. Dark side ngoja huyu hapa. Ushakuja. Nani huyo hapa? Huyo ndiye. Subiri kwani kiingia live unakuwa upo? Nipo. Naona. Kweli upo. Unakuwepo TikTok au unaza YouTube unatazama? Zote. Kwa vlog pia unatazama? Vlog yako wewe pendwa ipi? Imran, sorry. Hii hapo ipo. Unaona? Ipo zote. Unaona? Kwa hiyo subiri, wewe vlog yako pendwa ipi? Vlog yako pendwa ipi? Katika zote. Nikifungulia hapa utaziona zote. Ndio usifungue, ngoja sasa. Una haraka. Ile ambayo hii hapa hii. Ya tembo. Okay. Mnachoka mwanangu. Kwa hiyo uko na sisi tunaenjoy, hatuchoki. Enjoy msafiri. Na enjoy lakini mnachoka pia. Sendo kama hivi mwendo tu mwanangu. So yani kama ndo labda ukaisi tunasafiri, kama ndo tunakuja kukaa leisure like yes, mfano kama sasa hivi umekuja kula lunch nini like unapata good time, lakini kwa sababu najua yani one day hata maisha yakinipiga Kenya hata kwa basi nakuja. Ndo kwa mali kama hapa. Bwana. Unaenda pale. Unaona dada lakini kufika pale naenda pale. Kufika sasa inakuwa shida. Tuoneshe kwenye lile kama jengo kubwa lilokaa kama stylish nimeliona. Jamani, sio lazima kila mtu apande ndege. Mtu unaweza ukachukua basi tu, basi 70,000 au kiasi gani? 80,000 sijui, unakuja zako Kenya, unakaa zako siku 3-4 unaondoka. Manake tena mseme sijui hatuwezi kupanda ndege. Kwanza mimi nimepanda basi. Ukiwaambia hawezi kuelewa. Alafu sema kuna tatizo moja. Ukishaanza kuwa una tabia hii, sijui leo umetoka umeenda Dar, umefanya kazi miezi 6 umepata pesa zako, umekuja Kenya, umepata pesa miezi mingapi umepata, umeenda sijui wapi, unakuwa very addicted. Yani inakuwa ngumu sasa kuwa unakaa mfano mwaka mzima bila ya kuenda sehemu. Yani hata unaweza ukasema utoke tu Stone Town ukakae Paje siku 3 kama hivyo. Yani unakuwa na ile addiction ya kuwa unataka uende kwenye sehemu very bad, kwa sababu inakuwa ushazoea kubadilisha mazingira, kusikia watu tofauti, kuona migahawa tofauti, mazingira, watu wa tofauti. Ndio hivyo, lakini ni addiction nzuri ya kusafiri. Bana, imeandikwa judiciary, mambo ya mahakama kwenye jengo lile pale kubwa. Kunguru wanaenda kupumzika. Tunajaribu kwenda japo kuingia ndani. Si tumekosa kule sehemu ya majiraf. Wakati mwingine Kenya kubwa tutarudi tu. Kwa kwenye vlog hii bwana, acha tujaribu kuingia huko, kunaitwa KICC. Kwa hiyo sasa tunaingia yuko, si? Okay. Wageni hao wanatoka huko juu, kwa hiyo sasa hivi ni zamu yetu kwenda. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Manake tunakwenda floor ya 27. Hiyo mwanya ni ya nini? Mwanya nafasi ndo mwanya. Sawa. Okay. Moja tu, moja. Sawa. Mkono hapo. Babu shatutelekeza.
Nitajie tena. Twenzetu juu. Na hii ndio itakuwa ngazi ya mwisho ya kutupeleka huko. Vlog tu yo mateso. Okay. Kumbe kuna watu kibao. Ishoti. Waambie. Alafu hii ni helipad. Si ile alitua kuna sehemu alichukuliwa na helikopta. Kweli? Au sio? Ndo alimchukua hapa. Okay. Town ilifurika. Jamani, kwa hiyo alikuwa hawezi manake kabebwa hapa na helikopta. Usiku tunakula wapi kwanza? Angalia huko. Muhimu hatuwezi kulala na njaa. Tunaweza kula. Twendeni huko chini. Tukaitafute safari nyingine sasa. So ile safari mara mamoli wanakataza kurekodi. Basi in case wakitukataza kurekodi itakuwa ndo tushawaambia kwamba bwana tulikuja kunaitwaje? Village nini? Kunaitwa Village Market. So ile route tulotoka zetu kule kwenye ile jengo tumekuja na Village Market kabisa, na hizi bendera zilewekwa kwa sababu pia World Cup ndo zinakuwepo kila siku. Tafuta bendera ya Tanzania. Bendera ya Tanzania. Na bendera ya Tanzania kweli haipo babu hapa. Hamna vipi South Africa? South Africa ipo kwa sababu wamecheza World Cup. Ya Tanzania hamna. Hamna kitu kama ndo cha kufanya nini, lakini just tu ile ili mradi tunaranda tunazunguruka. Naona bendera ya Ghana. Bwana. Ukishatoa mahari huko kwenye familia za Kimoroko ndo kuna vitu kama hivi. Ndo nimewaambia ikiwa mahari milioni 1 mtu aoe, ukihisi anazidi hapo tafuta kwanza safari 2-3 uje hizi, ili mtu hata siku akija kuzingua usianze tena kulalamika kuwa sijui hanisikilizi sijui nini. Unakuwa unajua kikawaida mwenyewe ushaenjoy kwa pesa kama hiyo, usharanda, ushakula bata kalabash. Humu kupotea unaweza kupotea, nakubali, sikatai tena, hasa ikiwa first time na ATM wamekuwekea humu ndani. Bwana, sasa tungekuwa tuna kama hili pengine 1 au 2 zenji, mwisho wa siku raha yake ingekuwa ni kwamba hamna hata haja ya kwenda sijui foro nini, inakuwa tayari ile washarahisisha watu weekend, siku za kuenda wanazipata. Exit. Kutoka hapa inaishu gani? Pia mole utofauti wake, sisi tunatakiwa tukalale bwana we. Kwani hii ipo nje? Naona lipo open. Ikinyesha mvua unaroa tu fresh. Afu kama airport ya wapi? Ya Doha. Ya nini ya Qatar Doha. Kama airport ya Qatar ilivyokaa. Tani yani hii green waloweka hii. Nashukuru yani nimeweza kukumbuka kuwa airport ya Qatar ipo hivi kutoka kwa experience. Inaonyesha kulivyokuwa na World Cup ilikuwa Kenya moto kweli. Kulala mapema leo muhimu leo. Manake kesho kulala sijui kama itakuwepo, lakini I don't mind kuranda. Vijana wangu wakiona vitu kama hivi wanakuwa wana enjoy, au sio? Kwenye vlogs tuna enjoy zote. So Wakenya mkiona mjue kuwa nilikuja, lakini muda ulikuwa tight. Sema next time nitajitahidi hata Mombasa, Lamu nini nipite kidogo, nibe ma sunset cruise, vitu kama hivyo. Umependeza. Bwana, kumependeza, so mchezo na hizo bendera mwanangu. Hadi raha. Wow. Hadi hospitali ndo pharmacy. Lo kama airport hivyo. Alafu hata airport yenyewe sio nzuri kuliko hivi hiyo ya Kenya. Yaani ili dude ni nzuri, bora hili ndo lingekuwa airport. Yaani airport ingekuwa ina launch kama hili.
si mnaona kwa hapa. Liko wapi? Huku sio kwenye World Cup eti. Hapa ni wameweka kawaida kwenye vile vibendera vya World Cup. Okay. Alafu nimsikie mtu anasema sijui ushamba sijui nini. Kuwa free, mtu ukisafiri ukiona kitu nyumbani hujakiona, hata kama mtu mwingine kwao wanacho, we enjoy kwa wakati wako. Kila mtu ana enjoy kwa wakati wake. Mtu sijui akikuita mshamba, we just ishi maisha yako tu, maisha yaendelee. Sisi actually tunaendelea bado kuzunguruka, tukitoka hapa kwenye hii village sijui nini village market, tunaelekea kwenye nini inaitwa Riverside, kitu kama hivyo, river something. Kwa hiyo mimi na nyinyi tutaonana bora kesho asubuhi, tukishakuwa tunaendelea na route nyingine. Clips zote nitakazozipata hapo in between, lakini kwa leo kwa usiku tuishieni hapa, tukutaneni tena asubuhi. Msije mkaondoka, bado tupo.